Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kata ya Makole ni miongoni mwa kata za halmashauri ya jiji la Dodoma zinazokuwa kwa kasi kwa maendeleo ya kiuchumi, kisiasa, kitamaduni na kijamii. Kata ya Makole ina jumla ya mitaa minne ambayo ni Makole, Chadulu B, National Housing na Chumuli. Kata ya Makole kwa sasa ina jumla ya wakazi 10,557, kati yao wanaume ni 5,204 na wanawake ni 5,367. Karibu kutazama makala hii inayoangazia mafanikio yaliyofanyika kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kata ya Makole. Labda ni kujuze tu kuwa kati ya mwaka 2020 hadi 2025 kata ya Makole ilipokea jumla ya shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya elimu, barabara, utawala, afya, biashara pamoja na usafirishaji. Awali tumsikia diwani wa kata ya Makole Omari akitanabaisha jinsi serikali ya awamu ya 6 ilivyoleta manufaa kupitia uwepo wa ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, hali kadhalika uboreshwaji wa huduma mbalimbali za kijamii kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu kwa miaka yake hii minne ambayo yuko madarakani, kwa mambo makubwa ambayo yametufanyia, hususan sisi wana Makole, kwa kutuletea miundombinu iliyo sahihi na mizuri kabisa. Lakini sambamba hiyo ameboresha katika sekta ya elimu, lakini ameenda kuboresha katika sekta ya afya. Sambamba na hiyo, Mheshimiwa Rais katika kata ya Makole amejalia tuna ofisi, imetengenezwa ofisi ya machinga mkoa wa Dodoma, inapatikanika katika kata ya Makole, eneo la D Center pale, na ofisi ni ya kisasa zaidi. Nadhani katika Tanzania nzima ofisi ambayo ina muonekano mzuri na wa kisasa kabisa iko katika kata ya Makole. Haya yote yamefanya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo mazuri ambao wanatufanyia Watanzania, lakini kwa mambo mazuri ambao wanatufanyia wana Makole. Kuanzia 2020 mpaka wakati huu, asilimia kubwa katika kata yangu ilani imetekelezwa. Wadau wa elimu nao hawako nyuma kuungana na alichosema diwani Omari, wakieleza yale ambayo yanaonekana kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya elimu kata ya Makole, huku wakizituma salamu za shukrani kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde, pamoja na diwani wa kata ya Makole Omari. Kwa namna pekee mimi kama kiongozi lazima niseme yale ambayo amefanywa kwa roho safi kabisa. Mama Samia ametufanyia jambo la msingi sana. Kila mmoja ni shahidi kwa habari ya ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi Makole, ambao ni jengo la gorofa amazing, watoto wanaenjoy maisha. Jengo hili limejengwa, linabeba madarasa 8 na ofisi 4, lakini vyoo vya walimu na vyoo vya wanafunzi. Kwa namna pekee sana watoto wa Makole wamejiona kwamba wamejaliwa sana serikali yao. Wanajifeel kwamba wako comfortable kwenye nchi yao. Sio tu hilo, wanakuwa huru kwenye maisha yao, usiku wanakuja kufanya homework hapa. Niseme tu kwamba hili jengo limetuletea heshima kwa wanafunzi na kwa wazazi, kwa maana izifuatazo. Kwa sasa hivi watoto wote wanatamani kuja shule kwa sababu wanafurahia mazingira ya shule. Lakini pili, inasababisha wale ambao waliacha shule wanaibuka. Wanasema mwalimu anakuja kutafuta sababu ya kurudi shule kwa sababu anaona wenzake wako comfortable. Sio hilo tu, hata kama ni homework tunawapa watoto sasa hivi zinafanyika, kwa sababu changamoto ya miundombinu ya umeme nyumbani haiwasumbui watoto. Wanakuja sasa hivi tunatoa uhuru wanakuja kufanya homework katika shuleni. Lakini sio hivyo tu, walimu tunajifeel comfortable. Sasa hivi tunaaga tunaenda kazini. Zamani tulikuwa tunasema tunaenda shule, lakini sasa hivi tunaaga tunaenda kazini. Kwa mazingira tunaenjoy. Kwa majina naitwa Maria Albert Saidi, darasa la 7 katika shule ya msingi ya Makole. Tunamshukuru Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu Anthony Mavunde na diwani wetu wa kata Omar kwa kutujengea kiwango cha madarasa ya gorofa. Pia tunafurahia maisha kwa sababu wanafunzi wengi tulikuwa tunakaa chini, sasa hivi tunakaa juu ya madawati na tunasoma vizuri. Utoro umepungua katika shule yetu. Asante. Tunaweza kusema kuwa tumenufaika
na miradi tofauti tofauti kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwa awamu yake hii akiwa madarakani. Kwanza kabisa tumeweza kujengewa vyumba vya madarasa kwa hapa Dodoma visivyopungua 6. Tumejengewa vyumba vya madarasa ambavyo vilikamilika pamoja na viti na meza zake, ambao mpaka sasa wanafunzi wetu wanakaa madarasani kwa michepuo yao. Huko nyuma tulikuwa tunawachanganya wakati mwingine wanaosoma masomo ya sayansi, labda PCB na CBG unawaweka pamoja, PCM na PMCS ulikuwa unaweka pamoja. Lakini baada ya kujengewa haya madarasa, kwa sasa kila darasa au kila mchepuo wamekuwa katika madarasa yao ambapo wanasoma na wanakaa kwa nafasi, na hali ambayo tunaweza kusema imeweza kuleta matokeo mazuri pia katika mitihani yetu. Mfano mzuri, mitihani ya kidato cha 4 2024 ambayo matokeo tuliyoyapata juzi, watoto wamefanya vizuri sana. Kwa miradi hii imeinua kiasi kikubwa cha ufaulu katika shule yetu. Lakini pia bado tulijengewa vyoo katika shule yetu, matundu 14 ambayo yameweza kusaidia hata wakati wa break, badala ya watoto kuchelewa msongamano wa vyooni. Lakini kwa sasa tatizo hili tunaweza kusema limepungua kwa 1% kubwa, kiasi kwamba watoto sasa wanapotoka break hawakimbizani kwa ajili ya kuwahi kule maeneo ya msalani, kwa sababu wanajua vyoo vipo vya kutosha na wanapata huduma ipasavyo. Kwa sisi kwa namna pekee kama Dodoma Sekondari tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais katuwezesha katika hilo. Katika serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tukiangalia kwenye picha kubwa uweze ukaona nini amefanya, lakini ukiangalia kwenye sekta yetu sisi ya elimu kuna mambo mengi sana yamefanyika. Kama ukitaka kuangalia kwenye picha kubwa uweze ukapata, lakini ukiangalia katika vitu vidogo vidogo unaweza kuona ni mambo makubwa mengi sana ameweza kuyafanya. Kwa mfano, kwa mwaka huu tumeweza kupokea vitabu vingi sana vya masomo tofauti tofauti, ambao pia yameweza kurahisisha usomaji kwa mwalimu, kwa mwanafunzi na watu ambao wanahusika katika sehemu ya ufundishaji, ili kurahisisha usomaji uende vizuri. Kwa mfano, mwaka huu vitabu vingi sana vimeweza kuletwa shuleni kwetu. Kwa hiyo kila mwalimu, kila mwanafunzi, kila mwalimu wameweza kupata nafasi ya kuweza kupata hivyo vitabu vya kuweza kujisomea. Kwa mfano, kwa walimu pia wameweza kupata vitabu ambavyo ni vile vitabu vya mwongozo wa mwalimu kwa ajili ya kuweza kufundishia. Na kwa wanafunzi vitabu vilivyokuwa vichache, lakini sasa hivi vipo vya kutosha, vinaweza tukasema 1% kubwa vimeweza kupunguza upungufu wa vitabu shuleni. Kwenye maboresho pia ya elimu kwa hapa Dodoma Sekondari, kuongezeka kwa madarasa yaliyokuwepo kwanza imepunguza msongamano wa wanafunzi darasani. Sambamba na ujenzi wa uboreshwaji wa miradi hiyo kwa kipindi cha miaka 4 ya Rais Samia, kata ya Makole imeendelea kufanya vizuri katika eneo la uboreshwaji wa afua za lishe, wakitilia mkazo zaidi maeneo ya shule za msingi na sekondari. Kwanza kabisa nimshukuru mtendaji wangu wa kata pamoja na wataalamu wengine wa kata, wamekuwa mstari wa mbele sana katika kuhamasisha lishe hasa mashuleni na kuhakikisha kwamba wanawafuatilia kwa ukaribu sana walimu wetu, kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wapo shuleni wanapata lishe iliyo bora. Lakini sio lishe bora tu, kuhakikisha kwamba hawa watoto wanakula mlo ulio sahihi. Lakini mpaka sasa hivi ninavyoongea hivi, watoto wetu wanaimarika kiakili, lakini wanaimarika kimwili kwa kupata lishe iliyo sahihi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhamasisha na kuona umuhimu wa vijana wetu kupata lishe. Sasa hii lishe hiyo ambapo walimu wetu wanaitoa kwa wanafunzi wetu. Aidha, kata ya Makole imeendelea kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kukomesha matumizi ya nishati chafu ya kupikia na kuhamia katika utumizi
wa nishati safi ya kupikia. Hapa anazungumzia zaidi matumizi ya gesi, na hivi ndivyo namna ya uongozi wa kata ya Makole ukihamasisha kuhusiana na mambo ya nishati safi, ambapo tunahimiza wananchi wetu kuhakikisha kwamba wanatumia nishati safi. Na ninashukuru Mungu, wananchi wangu kidogo kidogo wanapata uelewa, na sasa hivi asilimia katika nyumba 10 ambazo utatembelea, nyumba 6-7 utakuta zinatumia gesi ambayo ni nishati safi. Lakini sambamba na hiyo, tumshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu, amekuwa kipaumbele sana kuhakikisha kwamba kila kata amekuwa akiipatia majiko binafsi, majiko ya gesi, ambapo wananchi wameweza wakipatiwa. Lakini sambamba na hiyo, amekuwa akiwapatia wamamalishe, wababalishe majiko ya gesi kwa ajili ya kumuunga rais mkono juu ya nishati safi ya kutumia gesi na wala sio kutumia mkaa. Kwa hiyo nimshukuru sana mheshimiwa rais katika hili. Watumiaji wa nishati safi nao wakawa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Jacqueline Shaw, jina maarufu kama Manka. Napatikana mtaa wa Makole, eneo la CB hapa stendi. Ninajishughulisha na biashara ya mama ntilie. Na mimi ni mmoja wapo wa watu ambao natumia nishati safi. Ninamshukuru rais wangu Mama Samia kwa kupitia mbunge wangu kaka Mavunde pamoja na diwani wangu Omari. Ametusaidia sisi mamalishe kupata nishati safi ambayo inatusaidia kupunguza uhitaji mkubwa na gharama kubwa za mkaa. Kwa kweli jiko la gesi ile ambalo mheshimiwa mbunge ametupatia limetusaidia sisi wamama kukuza kipato chetu, kwa sababu hatuna matumizi mengi. Ule mkaa ambao ulikuwa nanunua labda gunia 70,000 mpaka laki, natumia gesi yangu nanunua tu gesi 20,000, gesi 50,000 mpaka laki. Nikinunua gesi ya laki naweza nikatumia hata wiki 3-4, lakini gunia la mkaa nalitumia kwa siku 3 limeisha. Kwa hiyo ninamshukuru sana, ninawashukuru viongozi wangu kwa pamoja, kuanzia rais wangu, mbunge wangu na diwani wangu kwa jinsi walivyotuwezesha sisi mamalishe kutuletea majiko haya, kutusaidia. Waliona sisi tunapata shida, wametusaidia, tumepata nishati safi na inatupunguzia gharama za matumizi. Ninawashauri mamalishe wenzangu waachane na mambo ya mkaa, twende kwenye nishati safi ambayo inatuwezesha sisi kipato chetu kukua, kwa sababu matumizi yake yanakuwa ni machache, kipato kinakuwa ni kikubwa. Matumizi ya mkaa yana madhara mengi. Kwa mfano, madhara ya kwanza ambayo najua makubwa kabisa kwetu sisi, unaweza ukapata ugonjwa wa kifua kikuu sio tibika. Kwa lakini gesi unapika kama dakika 10 umeondoa chakula kile. Kwa hiyo unakuta hauna madhara kabisa. Mti wangu birthday yangu, kauli mbiu hii imekuwa chachu ya hamasa kubwa kwa uongozi wa kata ya Makole katika kuhakikisha wanatunza mazingira na kuikijanisha Dodoma. Sisi kama kata, kwanza tumeona umuhimu wa kuikijanisha Dodoma, na tumekuwa tukimsikiliza mkuu wetu wa mkoa pamoja na mkuu wetu wa wilaya, wamekuwa kipaumbele sana, ambapo kuna kauli mbiu ambayo wanaisema birthday yangu ni mti wangu. Kwa hiyo sisi kama kata ya Makole na viongozi wengine tumeona umuhimu wa kutoa maeneo yetu ya wazi, kuhakikisha kwamba watu ambao wanaweza kuhakikisha kwamba wanaweza kuja kutengeneza vitalu, wanakuja kuweka vitalu kwa ajili ya kuwahudumia wananchi kuweza kupata miti. Lakini sambamba na hiyo tumekuweza kuhakikisha kwamba katika kila nyumba ambayo ipo katika kata ya Makole basi inaweza kuhakikisha kwamba inapanda mti walau mmoja, kama sio wa matunda basi wa kimvuli, kuhakikisha kwamba tunaikijanisha Dodoma. Kama mnavyoelewa, eneo la Morogoro Road kule mbele kuna ofisi ambazo zipo zinashirikiana na mambo ya mazingira, ikiwemo upandaji wa miti, upandaji wa maua. Kwa hiyo sambamba na hiyo tunaendelea kuikijanisha Makole, tunaendelea kuikijanisha Dodoma. Kata ya Makole imetawaliwa na sehemu kubwa ya wafanyabiashara. Hapa pia serikali ya awamu ya 6 inapongezwa kwa namna ambavyo imeboresha mahusiano mazuri ya wafanyabiashara, hali inayofanya kutii sheria bila shurti. Hii inamaanisha kuchangia mapato na tozo mbalimbali kwa serikali. Kata yangu ya Makole si kata ambayo inakaliwa na wakazi wengi zaidi. Kata yangu mimi iko kibiashara, kwa hiyo na sehemu nyingi za kibiashara. Kwa hiyo najivunia katika kata yangu
namna ambavyo ukusanyaji wa mapato unapatikanika, hasa katika mambo ya leseni, service levy, lakini na hata TRA wanakusanya mapato kupitia kata yangu. Katika kata yangu ina lodge nyingi sana ambacho inachangia mapato makubwa sana katika halmashauri ya jiji, lakini sambamba na kuchangia mapato katika serikali kuu nikimaanisha TRA. Kwa hiyo ofisi yangu ya kata ikiongozwa na mtendaji kata wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwanza wanatoa elimu kwa wajasiriamali wadogo wadogo, lakini sambamba na hiyo imekuwa ikiwapa elimu wajasiriamali wa kati na wale wakubwa, kuhakikisha kwamba inakusanya mapato. Wanajiwekeza zaidi katika utafutaji na kuweza kukusanya mapato ili kuona kwamba inasaidia halmashauri yetu ya jiji iweze kukua. Wajasiriamali wadogo almaarufu machinga nao hawakuwa nyuma kueleza yale ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyaboresha katika kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku ya kujiingizia kipato. Leo nataka niangazie tu kwenye upande wa vile ambavyo Mheshimiwa Rais ameweza kututendea sisi wafanyabiashara. Kwanza nianze na shukrani. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, rais ambaye anatupenda sana sisi wafanyabiashara wadogo. Nakumbuka ilikuwa kama tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2022. Tulikuwa tuna kikao chetu ambacho wizara ilikuwa imetuita kama wafanyabiashara. Tulikuwa tunajadili mambo yetu, lakini kikubwa kilichotokea kwenye kile kikao ilikuwa kwamba wafanyabiashara tulimuomba Mheshimiwa Rais kutujengea ofisi katika mikoa yote. Lakini vile Mheshimiwa Rais anavyotupenda, alipiga simu siku ile na akatuahidi kwamba kila mkoa atatoa milioni 10 kwa ajili ya uanzaji wa kujengwa ofisi. Wafanyabiashara tulifurahi, tukashangilia. Sasa leo hii tuko katika jengo zuri kulingana na vile ambavyo Mheshimiwa Rais aliona kwamba ni kuna umuhimu wa wafanyabiashara kupata ofisi zao. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini baada ya kuwa sisi tumepata ofisi hii, tunafanya kazi zetu kwa uhuru. Kwa upande wetu wa soko la Makole, kwanza niseme ni soko ambalo liko katikati ya mji. Ni soko ambalo halina muda mrefu, lakini ni soko ambalo linafikika. Kwanza kuna usafiri ambao unawaleta wafanyabiashara wanafika hapa Makole. Kama unavyoona hapo, ukiingia hapo sokoni utaona kuna daradara ziko pale zinatoa watu Chamwino wanafika pale. Kiukweli biashara inafanyika. Watu wanaendelea kufanya biashara, na tunaona kwamba hata upande wa matikiti ndio sehemu ambayo matikiti yakitoka sehemu yote mashambani ukakija hapa mjini huwa yanashukia hapa. Kwa hiyo ni soko ambalo kiukweli ni soko ambalo limesheheni bidhaa na watu wanafanya biashara. Siku zote michezo imekuwa ni sehemu ya burudani, halikadhalika ni eneo la kudumisha upendo, umoja, ushirikiano na mshikamano. Kwa kipindi cha serikali ya awamu ya 6, kata ya Makole imefanya makubwa na ya kuacha alama kwenye eneo hilo. Katika hali ya michezo katika kata yangu, kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu wakati katika vipaumbele vyangu ambavyo niliwaahidi wananchi wangu kuhakikisha naisimamia sekta ya michezo, na ninashukuru Mwenyezi Mungu katika wanamichezo ambao limekuwa zao la Dodoma Jiji, ambaye Zidane Sereli ambaye alikuwa mchezaji wa Dodoma Jiji na sasa hivi yuko Azam FC, ni zao la Makole. Ametoka katika Makole Academy. Makole Academy iko katika kata ya Makole, na mlezi wa hii timu ni mimi diwani wao Mheshimiwa Omar, ambaye ile timu nailea. Lakini vile vile sambamba na hiyo, acha kuhamasisha hiyo katika hiyo academic ambayo iko Makole, nimekuwa nikiandaa mashindano ya Diwani Cup katika kata hii ambayo ya Makole, nikishirikisha mitaa yote 4 ya kata ya Makole, ambapo mwaka jana mshindi wa kwanza alipata mbuzi 3 pamoja na seti moja ya jezi na mpira. Lakini mshindi wa pili vile vile aliweza kupata jezi seti moja na mpira mmoja pamoja na mbuzi wawili. Lakini mshindi wa 3 alipata mbuzi mmoja, jezi seti moja na mpira mmoja. Hii ni hamasa ambayo tunaiweka sisi kama viongozi wa kata ya Makole, hususan mimi diwani nikihamasisha kama Diwani Cup,
ili kuwafanya vijana wetu waone michezo ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo ninashukuru sana, uitikio huko mkubwa, na sasa hivi napata comment mbalimbali za vijana kuona kwamba lini wanataka Diwani Cup utakuwepo. Kwa hiyo sasa hivi niko katika mchakato wa kuona lini tunaandaa ya mashindano ya Diwani Cup ili kuona tunahamasisha vijana, kwa sababu vijana wanaitikia sana katika swala la michezo. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa ni kielelezo katika utawala bora, vivyo hivyo uongozi wa kata ya Makole umeendelea kudumisha namna nzuri ya utoaji huduma kwa wananchi na usimamizi wa miradi. Ningependa kuongelea kwa serikali ya awamu ya 6. Kwa kata yangu ya Makole tumeboresha zaidi katika swala zima la utawala bora. Tumefanya mambo mengi makubwa ikiwemo uwajibikaji katika majukumu yetu, kufanya mikutano mbalimbali ya hadhara kupitia mikutano ya wananchi kwa kuhabarisha namna serikali ambavyo imetuletea maendeleo mbalimbali katika kata yetu ya Makole. Swala lingine ni katika kutatua migogoro mbalimbali ambayo inatokea katika kata yetu ya Makole, ambayo sio mikubwa sana, ni midogo, ambayo tunaisuluhisha kwa kusikiliza pande moja na pande nyingine. Kwa hiyo serikali hii ya awamu ya 6 imefanya mambo makubwa sana katika miaka hii minne. Tumekutana na wananchi katika kuwaambia habari za matumizi na mapato katika miradi yote ambayo tumepata kutoka serikali kuu na mapato yetu ya ndani kupitia halmashauri ya jiji la Dodoma. Tunampongeza sana Mama Samia Suluhu na mheshimiwa wetu mbunge wa Dodoma mjini Anton Peter Mavunde, wakishirikiana pamoja na mheshimiwa Omar Haji Omar, diwani wa kata ya Makole. Kwa hiyo wametuletea asasi na chachu mbalimbali ya maendeleo ambayo imeweza kuleta maendeleo na kuibua miradi mikubwa ambayo imeleta mafanikio sana katika awamu hii ya 6. Kupitia mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kutoka mapato ya ndani isiyo ya riba, imekuwa ni msaada kwa makundi takriban 20 ndani ya kata ya Makole. Kwa kipindi cha miaka 4 ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, jumla ya fedha shilingi milioni 292,350,000 zimetolewa kwa makundi mbalimbali ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na hiki ni kikundi mojawapo cha wanawake cha Savio Beauty Salon kilichonufaika na mkopo huo hadi kuanzisha chuo cha urembo na ususi. Tunashukuru kwa serikali kutupa msaada kwa kutoa mikopo ya wananchi. Na sisi tumenufaika na huu mkopo wa fursa ya serikali ilikotoka kwa sasa hivi. Ndio umetusaidia mpaka tukafikia hapa kwa sasa hivi, na tunashukuru serikali kwa hilo. Kikundi chetu kinaitwa Savio Beauty Salon, na hichi chuo tumeanzisha baada ya kupata mkopo. Tulichukua mkopo wa shilingi milioni 15, tulinunua mambo dryer, tukanunua mambo ya facial machine, tukanunua facial foot machine ya miguuni, yale ya kuosha miguu, na kuna ile ya kupaka rangi, mashine ya kupaka rangi ya jeli, na vitu vingine kama vioo, mambo ya chemical, madawa, zote ile tulifanya kununua kwa kutumia njia ya mkopo tuliochukua halmashauri. Na chuo hiki chetu kina wanafunzi, tokea tumepata wanafunzi tunapata wanafunzi 20, 30, na tunafundisha ni short course ya miezi 4 na wiki 2. Kwa hiyo tunapokaa miezi 4 na wiki 2 kwa mwaka tunatoa mara 2. Masomo yetu tunafundisha ususi na urembo, ni mambo ya nywele, mambo ya pedikiwa na manikiwa, facial, mambo ya kufunga malemba, vitu viko vingi. Masomo yetu kwenye listi ya darasani ratiba yapo mafunzo 30. Kwa hiyo ni mengi, mpaka mwanafunzi anapomaliza, anapohitimu, anakuwa yote kamaliza. Sisi tunashukuru kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kutusaidia kutoa hizo mikopo, inatusaidia sisi wajasiriamali wadogo. Na tunamshukuru rais wetu Mama Samia, na tunamwombea azidi kuwa imara na azidi kutupigania sisi wakina mama. Mmoja wa wanufaika wa mradi huo ulioanzishwa na wanawake wa Savio Beauty Salon akawa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Rita Kaitani Moyonga. Ni mwanafunzi katika chuo cha Vision Ways Vocational Training Center. Katika chuo chetu tunajifunza mafunzo ya ususi, urembo, kutengeneza keki pia.
Katika chuo chetu tunanufaika. Kwa mfano mimi ni msichana ambaye sikuwa na ajira, lakini nimekuja hapa nimepata ujuzi wangu, sasa hivi naelekea kumaliza. Katika ujuzi sasa hivi najua kusuka, najua masuala ya makeup, najua kutengeneza keki, kutengeneza malemba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitanisaidia mimi kujiajiri mimi kama mimi, kujiingizia kipato. Tunashukuru pia waliotuwezesha kuleta mikopo ambayo imetusaidia tumepata vitendo ya kazi katika kujifunza. Imekuwa rahisi kwetu kujifunza kwa urahisi na kupata ujuzi huo ambao utatusaidia katika maisha yetu sisi kama sisi binafsi. Tunawashukuru sana, tunawakaribisha chuoni kwetu. Unakuja ujui, unaondoka unajua. Kama mimi nilikuwa kabisa sijui hata kushika nywele, lakini sasa hivi niko vizuri. Ushawishi na thamani yake Diwani Omari kwa kata ya Makole anaieleza. Ushawishi ambao nilionao kwa wananchi wangu ni namna ambavyo tunaweza kutekeleza majukumu ya kufanya kata yetu ya Makole iwe katika kata ambazo bora. Katika vikao vyetu vya kamati ya maendeleo ya kata, nikishirikiana na wataalamu wetu pamoja na wenye viti wa mitaa husika katika kata yetu, tumekuwa tukijitahidi kabisa kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika kata yetu ya Makole. Hakika mambo makubwa yaliyofanyika chini ya serikali ya awamu ya 6 kupitia uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wana Makole umeacha alama kubwa na ya kukumbukwa vizazi hata vizazi. Miaka 4 ya Mama Samia, wana Makole wanayo ya kujivunia. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini, halmashauri ya jiji la Dodoma, na kusomwa na mimi John Masanja.